Ni msimu wa wanafunzi kurejea mashuleni. Chukua nafasi hii pamoja nami tuingie kwenye maombi ya kuombea wanafunzi wote. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema na kibali. Tumekuwa na wanafunzi kwa kipindi chote cha mapumziko na likizo. Hata wakati huu Bwana, wanafunzi wanarejea mashuleni na wengine wamekwisha kurejea. Tunawakabidhi mikononi mwako Bwana. Naomba kawalinde. Yuko mmoja ni mzazi, ameinua imani yake, anaomba kwa ajili ya wanafunzi wake. Anaomba kwa ajili ya watoto wake. Anaomba Bwana ukawatangulie. Na pengine Bwana, naomba na familia ambayo iko na wanafunzi wakati huu, wamekusanyika kama familia wakihitaji neema yako, ulinzi wako na mkono wako. Umesema Mungu ya kwamba tukutangulize wewe na mengine yote tutazidishia. Ni wakati huu Bwana, tunakutanguliza kwa ajili ya wanafunzi wetu. Neema yako Bwana na ulinzi wako uende pamoja na wanafunzi. Najua kwamba adui wanajiinua kuleta uzito na kuleta hofu, na hata wakati mwingine kutumia akili za wanafunzi ili waweze kuleta matokeo mabaya majumbani kwetu. Tunakataa matokeo mabaya kwa jina la Yesu. Yeyote ambaye anajiinua kutumia akili za wanafunzi, roho ya giza, pepo mchafu, roho ya kusahau, roho ya uharibifu inayojiinua, na ikataa kwa jina la Yesu. Wengine mko na wanafunzi wenu hapo, wengine wanafunzi wenu wako hostel, wengine mnajiandaa kwenda mashuleni. Baba, ninaomba ulinzi wako. Ninaomba Bwana ukawatangulie. Mzazi ambaye anaomba na mwanafunzi wake ambaye yuko pamoja naye, mzazi ambaye anaomba na mwanafunzi wake ambaye yuko mbali kwa imani yake Bwana, tunaomba Bwana ulinzi kwa mwanafunzi mmoja mmoja. Yuko mwingine na wanafunzi wawili, mwingine mmoja, wengine watatu, wengine wanne, watano na kuendelea. Mungu, ninajua hauna umbali. Kwa mamlaka ulionipa kama muombezi na kuhani wako Baba, ninawalinda na wabariki katika jina la Yesu. Ukawape akili wanafunzi, wakawe na matokeo mazuri, wakalete heshima wala sio laana, wakalete baraka wala sio mikosi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninaomba ukawafungue fahamu. Naziombea fahamu zao. Nakataa roho za uharibifu, nakataa roho za kutumikishwa. Kila agenti wa kipepo, maagenti wa giza huko mashuleni wanaotumia uchawi na nguvu za giza ili kuharibu akili za wanafunzi, ninapiga na kusambaratisha. Bali naomba Bwana kusudio lako likasimame. Tunahitaji Bwana atakapokuja wakarudi matokeo mazuri. Tunaomba Bwana ukawatangulie, ukawalinde. Hata walimu wao tunawaombea. Adui wanajiinua wakati mwingine analeta roho za ushoga kwenye mashule. Nakemea roho za ushoga, roho za uharibifu. Nakemea mapenzi ya jinsia moja mashuleni katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana ukawalinda wanafunzi hao, ukawatunze. Adui asiwaguse kwa chochote. Tabia zote mbaya, mashinikizo mabaya, mawazo mabaya na yaondoa. Na ipiga kila nguvu ya giza inaowaharibu wanafunzi wetu, inaowaharibu vijana wetu, inaowaharibu watoto wetu. Mungu, tunaomba ukatulindie wanafunzi hawa, ukawalinde, ukawatunze. Wako wengine Bwana wako nursery school, wako wengine Bwana wako shule za msingi, wengine Bwana wako secondary, wengine Bwana wako A level, wengine wako vyuo. Baba, ninawaombea. Ninaomba Bwana ukawalinde, ukawatunze. Baba, naomba ukawasaidie wakaweze kutimiza ndoto zao, wakaweze kutimiza malengo yao na maono yao. Yule muovu shetani anayekulaga maono, anayekula ndoto na kupanda mawazo mabaya, kila pando lisopandwa na Baba wa mbinguni litang'olewa. Nami wakati huu nang'oa kila mapando ya shetani, nang'oa kila mapando ya giza, nang'oa kila utundu uliopitiliza, nang'oa kila matokeo mabaya, nang'oa kila kazi ya giza katika jina la Yesu. Roho za kurithi, tabia za giza, roho za giza nazikemea. Baba, naomba ukafanya watoto wetu wakawe vichwa, maana umeahidi ya kwamba Bwana watakuwa vichwa wala sio mikia. Naomba Bwana ukawafundishe, ukawaongoze, ukawape hekima, ukawape utulivu katika jina la Yesu. Nami nampinga yule shetani anayeleta hofu, anayeleta uzito, anayeleta watu wabaya. Nakataa kwa jina la Yesu. Baba, naomba katika muhula huu wa masomo ukatupe wepesi, watoto wetu na vijana wetu na wanafunzi wetu wakatuletee matokeo mazuri, wakalete matokeo mazuri. Ukawalinde Bwana, wasishuke wakazidi kupanda, wakaende viwango zaidi. Baba, tunaomba matokeo mazuri katika jina la Yesu. Tunakutanguliza wewe Bwana kwa ajili ya wanafunzi hawa. Tunakutanguliza wewe Bwana kwa ajili ya watoto wetu. Tunakutanguliza Bwana ukaweze kusimama pamoja nao, ukawape akili Bwana, ukawape utulivu wa akili, ukawasaidie mawazo na ndoto zao kwa ajili ya kutimiza malengo uliowaleta hapa duniani, vikatimie kwa jina la Yesu. Isiyo wazazi wanapoteza fedha kwa ajili ya kulipa ada na kugharamia mahitaji yote. Baba, tutapotoa fedha zikaweze kuleta matokeo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naomba Bwana ukaweke neema, ukaweke wepesi Bwana. Watesi na maadui wasifanyikiwe. Walimu wanaotumika kama maagenti tunawapinga na kuwakemea kwa jina la Yesu. Na
tunakemea na kuwasambaratisha kila ajenti wa kuzimu aliyetumwa kuleta mbegu mbaya, asifanyikiwe kwa jina la Yesu, bali mpango wako Mungu katimie katika jina kuu la Yesu Kristo hai. Baba, tunaweka mikononi mwako, tunaachilia mafuta ya ulinzi kwenye vifaa vyao vya shule. Baba, naombea Bwana wanaotumia begi, naombea Bwana wanaotumia account book, wanaotumia daftari, wanaotumia vifaa vya shule hivi, na viombea vyote na vibariki Bwana, na viombea hata wakati wa mitihani utakapokuwa nao. Mungu kawape wepesi wakati wa kufanya homework, wakati wa kufanya chochote. Baba, ukawape utulivu, ukawafungue kwa jina la Yesu. Na viombea vifaa hivi Bwana, naomba Bwana ukavifanye vikawe baraka katika jina la Yesu. Yeyote atakayevigusa kwa ajili ya kuweka unajisi na uchafu asifanyikiwe. Na bariki vifaa hivi, na bariki vifaa hivi vya masomo, na bariki kwa jina la Yesu. Na viombea ulinzi, na viombea wepesi, na viombea kibali katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu, nakushukuru kwa sababu utakuwa pamoja na wanafunzi hawa. Asante kwa sababu Mungu utaenda kumlinda mtu mmoja. Asante kwa sababu utaenda kumtunza na kumfanyikisha. Tunaomba Bwana neema yako. Tunakataa taarifa mbaya, tunakataa roho za ajali, tunakataa roho za matokeo mabaya katika jina la Yesu. Nikiwa kama kuhani na muombezi, ninabariki wanafunzi hawa, nambariki mwanafunzi huyu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akupe wepesi na akutunze kwa jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, ambaye nimeomba pamoja na wanafunzi wako na mwanafunzi wako. Naamini maombi haya yamekuwa dawa na yamekuwa tiba kwako. Ikiwa umebarikiwa na huduma hii, unaweza ukajiconnect na maombi haya kwa ajili ya kuimarisha na kuinua agano. Naomba Mungu, natoa sadaka hii kwa ajili ya agano jipya la masomo ya wanafunzi wangu. Mungu atakubariki na sadaka ni kiunganishi, kinatuunganisha na imani, kinatuunganisha na maombi. Achilia sadaka yako kwa namba ya M-Pesa 0743913291. Jina ni Godwin Ayubu Ndelwa. Lakini pia unaweza kaona hapo kwenye screen yako, ukaichukua namba hiyo, au ukanifuata zaidi kwa njia ya WhatsApp kwenye namba iliyoandikwa WhatsApp. Karibu, unahitaji maombi zaidi, unahitaji ni kuunge kwenye group la maombi ya kila siku, basi nitakupatia linki baada ya kuandika jina lako, na utaniambia mtumishi wa Mungu, naomba group, naomba linki ya group, nitakupatia na Mungu ataendelea kuhudumia. Ubarikiwe sana. Mitandao ya kijamii, andika maombi ni dawa au maombi tiba. Barikiwe sana, uwe na wakati mzuri.